Siku iliyojaa ari na matumaini, huku wanafunzi wakipata fursa ya kipekee ya kushirikiana, kubadilishana mawazo na kuonyesha kile wanachokifanya nje ya darasa. Kwani katika ulimwengu huu wa kisasa unaohitaji ujuzi zaidi, wanafunzi hawa wamethibitisha kwamba shahada ya darasani pekee haitoshi. Ili kupata undani wa madhumuni na maonyesho haya, tulizungumza na mratibu wa vilabu hapa chuoni, Mchungaji Daniel. Alisema kuwa ili kuanzisha klabu ni lazima mwanafunzi kuwa na malengo na maono yaliyo wazi, katiba itakayojenga miongozo, pamoja na mlezi wa klabu au patron atakayesaidia katika masuala ya ukufunzi na mentorship. Procedure ya kwanza ni you identify a need. That is what will motivate you kuanzisha a club. Ukiona a need amongst the students that you want to address that need, because leadership is about addressing an issue, even in the political arena. So ukiona kuna gap mahali fulani ambao unataka kuaddress, number one, that is enough, because already you have a vision. Number two, how do you actualize that vision? Unaenda unakaa chini, ukikuja kwangu na kuelezea zile vitu ambazo zinahitajika. Number two ni constitution ama katiba yenye inaratibu mambo na mipangilio ya hiyo club. For instance, tuseme unataka kufanya a club or any other kind of a club, pengine ni community based, lazima hiyo mambo yote ikuwe captured kwa constitution. So it's a very comprehensive kind of a constitution ambao number one, lazima ikuwe na vipengele zote, ikuwe na mission statement, ikuwe na objectives, na ikuwe na vision. Hizo vitu zote, because hiyo ndio document yenye inasaidia hiyo institution ambayo inaitwa club ama association kuendelezwa mbele. Because kama hakuna hiyo document, hiyo club itaenda hivyo iubayube na itakuwa na structures. So nimesema ya kwamba number 2 ni constitution. Number 3, lazima utafute mkufunzi ama patron. Sijui kama hiyo ndio Kiswahili sanifu, utanikosoa. Patron kazi yake ni kufanya nini? For mentorship, kwa ulenzi. Na patron si lazima akue katika ile ile career unafanya ama ile course unafanya. Is somebody who can be able to work with you. Somebody who subscribes to the vision ya hiyo club. Si ulimweleza hii ndio maono niko nayo. Na umekaa chini umetengeneza hiyo constitution. Unampea aende through na anaona kana kwamba anaweza andamana pamoja na nini. And number 3 also, kazi ya patron is a liaison person between the management and the students. Hivi karibuni umesikia mimi nikisema kwamba ikikuja mambo ya transport, patrons wako na role ya kuplay. Wanasaidia sana. Na tumeona clubs zingine zinasaidika kupitia hivyo. Number 4, lazima utafute interim leadership ya kushikilia. So tuseme kama wewe Kiprangat, wewe ndiye ulianzisha hii kitu. Hivyo ni kumaanisha kwamba leadership yako ambao umeleta watu the like minded, wewe ndiye the interim leader at that moment. So nitakuitisha orodha ya executive, watu kama 5, 4 kulingana na vile ungetaka hiyo club iendelezwe. And number 5 ya mwisho ni watu kama 10, maybe maximum 15 or even 10 there. The like minded people who have subscribed to what you want to start, to the ideas. So basically those are the things that are supposed to be. Kuhusu swala la kifedha na mikakati ya kusaidia vilabu hivyo, Mchungaji Daniel aliendelea na kusema kuwa anafanya kazi kwa ukaribu sana na dean wa wanafunzi, yani dean of students, pamoja na principali ili kuhakikisha wanafunzi wanapata msaada kamili wa kifedha na kimkakati unaohitajika. Alimaliza kwa kuwakaribisha wanafunzi wote wa Mount Kenya na kuwahimiza kujiunga na klabu hizi ili kukuza uwezo wao binafsi na kuongeza stadi zao za kimaisha. It is not once or twice I have done the same. And as I told you earlier, that the Student Welfare Department is doing what they can to make sure that clubs in association, they are supported. I know there is that divide, there is that gap, whereby the clubs don't feel like they are supported. But from where I sit, I'm still working together with the Dean of Students, Dr. Emmanuel. We're also working together with Deputy Dean, Madam Purity. And also we are also working together with the Principal, Mr. Peter Waweru, to make sure that even our students, and especially those who are in clubs and association, because clubs and association, they are domiciled in student welfare, they feel they are supported fully by the management. So we are doing what we can to make sure they are supported. As the kind of advice I would give to a very fresh student, first and foremost, welcome to Mount Kenya University, the best
institution in East and Central Africa, you have chosen the best place. But apart from academics, we normally want to relax. And the way we can relax and also express ourselves, our talents, what we can be able to do, it is in clubs and associations. For instance, the other week we had a NITA debate club just here, and I know you know that. So I can just tell them to welcome to the clubs. Make sure that you join a club. Maximum you can join 3 clubs. It could be an academic club, a professional club, or like community-based kind of a club, so that you also grow. Because the time you want to go and be employed, the employer will ask you, apart from the academic papers, what else have you done? So it will be a plus for you, and it will increase your employability. Thank you. Kwa uhakika, maonyesho haya si tu ya kufurahisha bali ni dhihirisho la kipaji na umoja wa miongoni mwa wanafunzi wa MKU. Changamoto za ratiba ngumu au maandalizi hazikuwa kurudisha nyuma, badala yake zimeleta ubunifu wa hali ya juu unaoonyesha ukomavu na fikra. Ukumbi huu umegeuka kuwa uwanja wa vipaji na ubunifu, huku viongozi wa vilabu wakiwa wamejaza meza zao na vipeperushi pamoja na vifaa vya kazi tayari kuwavutia wanachama wapya. Asha Miketo nikiwaletea taarifa kutoka Chuo Kikuu cha Mount Kenya.